Msikilizaji, tulipoishia ni baada ya Celine kushauriana na rafiki yake ambaye ni Jamila waende kwa mganga. Tena Jamila ndiye aliyetoa ile wazo waende kwa mganga wakamroge huyo Brian ili asiendelee kumsumbua nani? Celine, kwa sababu mimi tunafahamu ya kwamba Brian ana siri ambayo anaitumia kama fimbo kumtaka kwa namna yoyote ile nani? Celine. Na hivi sasa Celine ni mke wa Ethan. Sasa sijui mambo atakuwaje, ataendaje, je babu atafanikisha, na kama akifanikisha hali itakuwaje? Langu jina Lucas, basi mtayarishaji ni Kitifefe. Tulipoishia ni baada ya Celine sasa kuahidiwa na mzee kwamba hilo linawezekana, na mzee ama mganga akamwambia kwamba weekend ijayo inabidi arudi, atakuta kila kitu kimeshakaa sawa. So baada ya Celine kutoka humo ndani, kwa sababu muda huo Jamila alikuwa ameambiwa atoke nje kidogo. So Celine anasema baada ya kutoka mle ndani, Jamila akaniomba sana nimwambie nani amefanya nije pale. Nikamdanganya ni ex wangu wa Olevo. Jamila akaridhia na ghafla simu ikaanza kuita. Nilipoangalia screen, moyo wangu ulisimama kwa sekunde. Alikuwa ni Ethan ndo anapiga. Kwa hiyo msikilizaji, mikono yangu ilikuwa ikitetemeka nilipoiona simu ya Ethan ikiendelea kuita. Basi Jamila alikuwa pembeni yangu akinitazama kwa mashaka. Kwa sauti ya chini Jamila akasema pokea. Nikavuta pumzi ndefu kisha nikapokea ile simu. Baby, hello. Celine, uko wapi? Tuko discussion bado. Umechoka? Hapana, kwa nini? Sauti yako ipo tofauti kidogo. Au umenimisi sana? Labda. Okay, sawa bwana. Sasa, hebu naomba urudi mapema leo. Kwa nini? Nothing. Nataka tu kuwa na wewe. Okay, sawa, nitawai. Promise. Promise. Okay, sawa wife. Uwe na wakati mwema. Sawa. Basi kabla hajakata simu akaongea kwa sauti ya utani akasema kwamba na ukichelewa nitakuja kuwachukua wewe na hao classmates zako wote. Nikamwambia bwana acha matani. Basi aliniaga akaniambia nakupenda, nikasema nakupenda zaidi. Nilisimama kimya kwa sekunde nikitazama screen ya simu yangu huku sasa machozi yakianza kunitoka pole pole. Jamila akanisogelea akasema kwamba mbona umebadilika ghafla? Nilifuta machozi haraka nikasema hakuna. Akauliza Celine, hivi na nini? Nilinyamaza tu. Kwa ndani kabisa nilikuwa naogopa. Tulikodi usafiri tukarudi makwetu. Njiani Jamila alikuwa akiniangalia mara kwa mara, lakini hakuna aliyesema chochote. Nilipofika nyumbani, Ethan alinifungulia mlango haraka kabla hata sijagonga, huku uso wake ukiwa na tabasamu lile lililonifanya nijisikie salama kila mara. Basi alivyoniona akasema kwamba wao mke wangu. Alisema huku sasa akinivuta karibu yake na kunibusu kwenye paji la uso. Nijilazimisha tu kutabasamu. Nikasema kwamba sorry, nimechelewa kidogo. Akasema it is okay baby. Akanishika mkono hadi sebuleni ambapo alikuwa ameandaa juice na snacks mezani pale. Nilimuuliza huku nikikaa nikasema kwamba ulijua nitarudi na njaa? Ethan alicheka akasema kwamba nakujua vizuri sana kwenye kula. Basi usiku huo Ethan hakuhisi chochote kabisa. Tulikaa pamoja tukiongea, tukicheka na hata baadaye akanilaza kifuani kwake kama kawaida, lakini mimi sikulala vizuri. Siku 3 mbele, wageni waliokuwa wamekuja kwa ajili ya harusi yetu walikuwa wameanza kuondoka mmoja baada ya mwingine. Nyumba ikabaki tulivu, tofauti na ilivyokuwa siku za mwanzo zilizokuwa na kelele na furaha na vicheko kila kona. Mwisho tukabaki mimi, Ethan na wazazi wake tu. Siku hiyo mama Ethan alikuwa jikoni akiandaa chakula huku baba yake wakitazama taarifa ya habari sebuleni. Mimi nilikuwa nimekaa kwenye ngazi nikitazama nje bila hata kujua nawaza nini. Ethan akaja na ukaa pembeni yangu. Mbona upo mbali sana siku hizi? No, niko sawa. Akanitazama kwa makini kana kwamba alikuwa anajaribu kusoma uso wangu. Celine, kama kuna kitu kinakusumbua unaweza kuniambia tu. Sitaki upitie kitu chochote peke yako. Kwa sekunde moja nilitaka kusema kila kitu. Brani, vitisho, hata kuhusu ule mganga. Lakini kabla sijafungua mdomo wangu, simu yangu ikaanza kuita ghafla. Moyo wangu ukadunda kwa nguvu nilipoona jina la anayepiga. Alikuwa ni Brani. Ethan alikuwa bado amekaa karibu yangu. Akaniuliza kwamba mbona upokee simu? Nikasema napokea. Basi nikavuta pumzi ndefu kisha nikapokea simu.
kwa sauti ya chini nikasema hello. Brian akaanza kuzungumza upande wa pili akisema kwamba Selini, kwani siku hizi haunikumbuki kabisa? Nijilazimisha kucheka nikasema hapana, ni ubize tu. Brian akasema sawa, mimi nilikuwa nawamisi sana tu wewe na mume wako. Msikilizaji, nimtazama Ethan kwa pembeni huku moyo wangu ukienda mbio. Brian akaendelea kuongea kwa sauti ya kawaida kabisa. Akasema kwamba actually nilikuwa nawaza siku moja nije kuwatembelea nyumbani. Basi kabla sijajibu, Ethan alinisogelea karibu kidogo huku akitabasamu akauliza kwamba anasemaje. Asa Brian akasikia sauti ya Ethan. Brian akasema kwamba kumbe husband yupo hapo. Basi mimi nicheka nikasema ndio. Nilisema sasa nikijitahidi kuonekana kawaida. Brian akasema kwa sauti ya kirafiki kabisa akasema kwamba basi mwambie akiniruhusu siku moja nitapita kuwasalimia. Ethan akacheka akiwa pembeni yangu. Akamjibu ya kwamba karibu muda wote. Nilihisi moyo wangu ukipiga kwa nguvu zaidi. Brian akasema kwamba sawa basi Selini, uje utusalimie pia hata weekend maana tumekumisi sana. Nikasema kwamba okay, nikipatiwa ruhusa. Basi Brian aliaga na mimi nikamtakia usiku mwema. Simu ikakata. Nilibaki kimya kwa sekunde kadhaa huku nikitazama simu yangu. Ethan akanikumbatia na kusema kwamba una ndugu wazuri kumbe. Alisema kwa kitabasamu. Nijilazimisha kutabasamu pia. Usiku huo tulikaa pamoja sebuleni tukitazama movie huku Ethan akiwa ameniegemeza kifuani kwake kama kawaida. Lakini akili yangu ilikuwa ni mbali kabisa. Baadaye nilipoingia chumbani niandae kitanda kwa ajili ya kulala, ujumbe ukaingia kwenye simu yangu. Nilipofungua moyo wangu ukadunda kwa nguvu. Maana ulitoka kwa Brian. Aliandika kwamba ninaona ndoa imekupa kiburi sana siku hizi. Msikilizaji, nilihisi hofu ikianza kurudi tena moyoni mwangu. Nikawaza lile jambo la kwa mganga inabidi nilifanye haraka. Na pia inabidi niwe mpole kwa Brian, nimdanganye chochote kabla sijatimiza azma ile unipeleka kwa mtaalamu. Na kabla hata sijafunga simu, mlango wa chumba ukafunguliwa taratibu. Ethan akaingia ndani huku sasa akinitazama moja kwa moja. Akasema kwamba baby, una uhakika kweli uko sawa? Nilishtuka kidogo. Ethan aliponiuliza lile swali nilishtuka. Haraka nikaficha simu chini ya mto huku nikijilazimisha kutulia. Nikasema niko sawa tu baby. Nilisema kwa tabasamu la kujifanya. Sasa Ethan hakujibu mara moja. Aliendelea kunitazama kwa macho ya mashaka kana kwamba alikuwa anajaribu kusoma kilichokuwa kinaendelea moyoni mwangu. Akasogea karibu yangu zaidi kisha akanishika mikono yangu taratibu. Kwa sauti ya upole akasema, Selini, siku hizi umekuwa tofauti. Tofauti kivipi? Unaonekana ni mwenye mawazo sana. Wakati mwingine hata ukiwa karibu yangu nahisi akili yako iko mbali. Nilihisi machozi yakianza kunijaa machoni, lakini nilijizuia nikasema kwamba hapana Ethan, ni mambo ya kawaida tu. Basi Ethan akavuta pumzi ndefu kisha akanikumbatia kwa nguvu. Akasema kwamba mimi sipendi kukuona ukiteseka kimya kimya. Basi maneno yake yaliniumiza zaidi moyoni msikilizaji. Kwa sekunde ile nilitamani nimwambie ukweli wote, lakini hofu ilinifunga mdomo. Ethan akaachia kumbatio taratibu kisha akaniangalia usoni. By the way, Brian amesema wamekumisi. Inaelekea kule nyumbani, alikuwa amekuzoea sana, si ndio? Ndio. Nilisema sasa nikikwepa macho yake. Kabla hajazungumza tena, simu yangu ikaingia message. Nilitoa chini ya mto na kutazama message. Moyo wangu ukadunda vibaya sana. Brian alikuwa ametuma ujumbe mwingine. Ujumbe uliandikwa ya kwamba, nakumbuka vizuri ulivyokuwa kabla hujaolewa Selini. Usifanye nianze kubadilika. Nilihisi damu ikiniganda mwilini msikilizaji. Ethan alikuwa bado amenitazama. Akauliza kwamba ni nani tena huyo anakutumia message usiku? Basi mikono yangu ikaanza kutetemeka. Nilidanganya nikasema ni Jamila tu. Ethan hakusema kitu kwa sekunde kadhaa kisha akaonyesha tabasamu dogo lisiloeleweka akasema sawa. Lakini muda huo simu yake Ethan ikaita. Alipoangalia skrini uso wake ukabadilika kidogo. Nikajaribu kuchungulia jina lililoonekana pale kwenye skrini. Na nilichokiona kilinifanya nipoteze pumzi ghafla. Kwenye simu ya Ethan kulikuwa na jina la Brian.
Basi Ethan akakunja uso kidogo kisha akapokea simu. Akaweka loudspeaker. Yes, Brian, hello. Nilikuwa nimemkazia macho huku sasa moyo wangu ukidunda kwa nguvu sana. Brian alicheka kidogo. Shem. Samahani bwana kupiga muda huu. Hakuna shida. Actually nilikuwa naomba ruhusa kidogo. Salini aje kutusalimia weekend hii. Maana huku tumemkumbuka sana. Macho yangu yakahamia kwa Ethan haraka msikilizaji. Ethan akacheka kidogo kisha akasema kwamba Brian, bado mapema sana bwana, ndoa yetu bado changa, nahitaji muda mwingi na mke wangu. Basi Brian akakaa kimya kwa sekunde chache kisha akacheka tena, lakini safari hii kicheko chake kilikuwa ni cha ajabu kidogo. Sawa brother. Sawa bana. Okay, sawa nimeelewa. Atakuja tu siku moja. Basi sawa shemeji, usijali. Okay. Simu ikakatwa. Ethan akaweka simu pembeni kisha akanivuta karibu yake. Unaona watu wanakupenda sana aisee, alisema huku akinitazama kwa tabasamu. Nijitahidi kutabasamu lakini ndani yangu nilikuwa nikiungua kwa hofu. Baadaye Ethan alipolala usingizi nikamtumia message Brian. Nikamwandikia kwamba Brian, tafadhali naomba unielewe. Mimi sasa ni mke wa mtu, sitaki tena kumsaliti mume wangu. Naomba unichukulie kama dada yako tu. Usinifanyie ubaya wa kutoa ile video. Utaniharibia maisha yangu yote. Tafadhali Brian. Fikiria kama ni wewe umefanya kosa alafu mtu mwingine akaanza kukunyanyasa kwa kosa hilo. Baada ya dakika chache msikilizaji, message ilijibiwa. Kwanza alianza kwa kucheka, alafu akasema kwamba Salim unanichekesha sana. Eti nikuelewe. Kama ulikuwa hutaki haya yote yatokee basi usinge muua baba yangu. Sasa usijifanye mtakatifu mbele yangu, umesikia, kwa sababu najua ukweli wako wote. Niliposoma ule ujumbe nilihisi kupiga kelele. Mikono yangu ikaanza kutetemeka vibaya sana mpaka simu karibia ni idondoke. Kwa sauti ya chini huku machozi yakinitoka nikajisemea no. Kichwa changu kilichanganyikiwa. Maneno ya Brian alikuwa akijirudia akilini mwangu kwamba usingemuua baba yangu. Nilimgeukia Ethan aliyekuwa amelala kwa utulivu kitandani. Uso wake ulikuwa wa amani kabisa. Akiwa hajui mwanamke aliyemooa alikuwa ameficha siri nzito kiasi gani. Na kwa mara ya kwanza tangu niolewe, nilianza kujiuliza kama kweli nilistahili kuitwa mke wake. Usiku ule sikupata usingizi hata kidogo msikilizaji. Nilikuwa nimelala pembeni ya Ethan lakini akili yangu yote ilikuwa ni kwa Brian na ule ujumbe wake wa kutisha. Maneno yale yalikuwa yakinirudia kichwani kama wimbo wa mauti. Kwamba usingemuua baba yangu. Nijifunika shuka vizuri huku sasa nikijaribu kuzuia sauti ya kilio kisimtibue Ethan usingizini. Lakini machozi yalikuwa mengi sana. Ghafla nilihisi mkono wa Ethan ukinigusa kiunoni. Kwa sauti nzito usingizi akaita, baby, mbona bado hujalala? Hapana, ni mawazo tu. Ethan akafumbua macho kidogo kisha akaniangalia. Mawazo gani tena? Na mimi si nyumbani tu. Usijali, ukitaka tutakwenda weekend ijayo, sawa? Nilihisi moyo wangu ukiuma zaidi msikilizaji. Ethan alikuwa ananipenda kwa moyo safi sana, wakati mimi nilikuwa nimejaa siri na uongo. Kwa sauti ya chini tu nikasema asante baby. Ethan akanibusu kwenye paji la uso kisha akarudi kulala. Lakini mimi nilibaki macho wazi nikitazama dari. Asubuhi yake nilipoamka, Ethan alikuwa tayari ameshaoga na kuvaa nguo kwenda chuo. Mimi siku hiyo sikuwa na kipindi. Sasa huku akicheka kidogo akasema kwamba kwa nini unanitazama namna hiyo? Niitikisa kichwa tu nikasema hakuna. Akanisogelea kisha akanishika mikono yangu. Salim, uko sawa kweli? Kabla sijajibu, simu yangu ikaita ghafla. Moyo wangu ulishtuka bwana. Nilipoangalia kwenye screen ilikuwa namba Brian. Ethan akasema kwamba pokea baby. Mikono yangu ikaanza kutetemeka tena. Nikabonyeza sehemu ya kupokelea simu. Basi kwa sauti ya chini nikasema kwamba hello. Upande wa pili kulikuwa kimya kwa sekunde kadhaa. Alafu sauti ya Brian ikasikika akisema kwamba ulimwambia mume wako kuhusu mimi? Brian, tafadhali naomba usinitibue basi asubuhi. Nijikuta namfokea Brian. Brian akacheka kicheko chake bei na kusema kwamba usiniombe tafadhali Salim. Bado hujaanza kulipa deni lako.
Basi Ethan alikuwa bado amesimama karibu yangu akinitazama kwa mashaka. Kisha akauliza kwamba nani huyo? Nilihisi pumzi kunikata ise. Nikamjibu ni Brian. Basi Ethan akaniuliza swali lingine kwamba Salini, mbona unamjibu hivyo kama ni Brian? Nilihisi mwili mzima ukisesemka kwa hofu. Kwa sauti ya chini kasema kwamba Brian, naomba kata simu. Ethan akaendelea kunitazama kwa makini zaidi. Ase, mbona unaonekana kama unaogopa? Nini shida? Nothing baby, nilisema, lakini kabla sijaendelea kuongea, Brian akasema kwa makusudi kabisa, akasema kwamba kumbe shemu yupo hapo bado. Basi kwa sira ya kuogopa nikasema Brian. Ethan akakunja uso kidogo. Ethan akasema kwamba hebu niweke loudspeaker. Ethan akaniamrisha, sikuweza kupinga. Nilihisi miguu yangu ikikosa nguvu. Brian akaendelea kwa kusema kwamba samahani shemu, nilikuwa namwambia Salini asisahau kuhusu weekend. Ethan akaonyesha tabasamu dogo, lakini macho yake hayakuwa na utulivu tena. Kisha akasema sawa. Nilikata simu. Kwanza nilitaka simu sikukata simu, nilitamani simu ikatike haraka kabla Brian hajaribu kila kitu. Sasa kwa haraka nikasema kwamba sasa Brian, tutaongea baadaye. Brian akasema kwamba usisahau deni lako Salini. Brian alisema kwa sauti ya chini yenye maana nzito. Kisha simu ikakatwa. Tukabaki kimya kabisa kwa sekunde kadhaa. Nilikuwa nikihisi mapigo ya moyo wangu yakisikika mpaka masikioni. Ethan alikuwa bado amenitazama. Akauliza kwamba mbona huyo Brian anaongea ni kama anaongea word sana, kwa nini? Nikajifanya kucheka kidogo. Nikasema hapana, ni utani wake tu. Lakini Ethan hakujibu mara moja. Akanisogelea karibu kidogo, kisha akaniinua kidevu changu kwa vidole vyake. Salini, mimi ni mume wako, umesikia? Kama kuna mtu anakusumbua, tell me. Nilihisi moyo wangu ukiuma vibaya sana, msikilizaji. Kwa sekunde ile nilitaka kumkumbatia na kumwambia kila kitu. Lakini kabla sijafanya hivyo, simu yangu ujumbe ukaingia mwingine. Mikono yangu ikaanza kutetemeka nilipofungua. Ulikuwa na ujumbe kutoka kwa Brian. Brian aliandika ya kwamba ukijaribu kuendelea kuniletea ujuaji kwa sababu ya huyo mume wako, video yetu tukifanya mapenzi itaingia kwake ndani ya dakika moja. Nilihisi mshtuko wa ajabu. Simu ikanidondoka kutoka mikononi mwangu. Ethan akashtuka akasema Salini. Macho yangu akaanza kutoa machozi bila kujizuia tena. Ethan alinikimbilia haraka kutoka alipokuwa amesimama, kisha akaokota simu yangu iliyokuwa chini. Kwa hofu akauliza kwamba Salini, nini kinaendelea? Haraka nikainyakua simu kabla hajaona ile meseji. Basi nilisema ya kwamba hakuna. Nilisema hivyo huku sasa nikifuta machozi kwa haraka, lakini Ethan hakuniamini. Kwa sauti nzito kidogo akasema usinidanganye. Unajua umeanza kulia ghafla tu baada ya message yake. Hivi kuna nini kati yako na Brian? Hapana. Ethan akanitazama kwa sekunde kadhaa bila kupepesa macho. Salini, look at me. Tazama. Siwezi kukusaidia kama unaendelea kunificha, umesikia? Maneno yake yaliniumiza moyo zaidi. Nitamani kumwambia kila kitu, lakini nilihisi hofu ikinizidi nguvu. Ghafla simu yangu ikaanza kuita tena. Safari hii ilikuwa ni video call kutoka kwa Brian. Mimi na Ethan tukaitazama screen kwa pamoja. Ethan akakunja uso akasema kwamba kwa nini anapiga tena? Nijikuta nikirudi nyuma kwa woga. Nikasema kwamba usipokee. Lakini Ethan alishika simu kabla sijamzuia. Akasema kwamba enough is enough. Kisha akapokea simu. Uso wa Brian ukaonekana kwenye screen akiwa na tabasamu. Brian akasema kwamba shemu, kumbe bado mpo pamoja. Ethan akamkatisha akasema kwamba Brian, kuna shida gani? Brian akacheka kidogo. Akasema hakuna shida yoyote, ila tu mke wako siku hizi amenibadilikia. Msikilizaji, nilihisi mwili wangu wote ukikufa ganzi. Ethan akanitazama kisha akarudisha macho kwenye simu. Kisha akamuuliza Brian ya kwamba unamaanisha nini? Brian akatulia kwa sekunde chache kana kwamba alikuwa anafurahia hali ile. Halafu akasema kwamba labda mke wako hajakuambia ukweli wote kuhusu sisi wawili. Macho ya Ethan yakabadilika ghafla na moyo wangu ukahisi kama umesimama kupiga. Ethan kwa sauti nzito kidogo akamuuliza Brian ya kwamba unamaanisha nini? Brian akacheka
Akasema, Shem, mbona kama una paniki? Hakuna baya bwana. Mimi nilikuwa nimetulia pembeni nikitetemeka, huku machozi yakinitoka kimya kimya. Brian akaendelea kuongea akiwa bado anatabasamu kwenye video call. Brian akasema kwamba mimi na Celine kuna siku tulikaa tukataniana tu na tukapeana ahadi. Ethan akauliza, ahadi gani? Brian akacheka kwa sauti ya juu kidogo, kisha akasema kwamba tuliahidiana kwamba yoyote atakayewahi kuoa au kuolewa kwanza atamtafutia mwenzake mtu kutoka kwenye familia ya ukweni kwake. So tulipenda tupate wenza kwenye ukoo mmoja. Ethan akasema, kweli? Brian akasema, kweli kabisa. Sasa unajua Shem, mke wako unajua ameshaolewa, Kwa hiyo mimi nilikuwa namkumbusha tu ahadi yetu. Aniangalizia hata wifi zake huko, mimi nipate mtu wa kuoa. Ethan akanitazama kisha akamrudishia macho Brian. Ethan akauliza kwamba hiyo ndio sababu ya haya yote? Brian akasema, ndio Shem. Wewe unafikiri nini tena? Ndio maana namsumbua. Msikilizaji, nijikuta nikivuta pumzi ndefu kwa nguvu, lakini bado moyo wangu haukutulia, maana nilijua Brian alikuwa anadanganya kwa makusudi. Ethan alicheka akasema, sawa basi, nidhani kuna jambo serious. Brian akasema, hamna Shem, ila mke wako tu siku hizi nini kama amenisahau sana. Ethan akasema, ni kawaida, unajua sasa hivi ni mke wa mtu. Ethan alisema hivyo huku sasa akinivuta karibu yake. Brian akacheka tena akasema, sawa Shem, mtunze vizuri huyo bwana, ana moyo mzuri sana. Nilihisi mwili wangu ukisisimka kwa hofu baada ya kusikia maneno yale. Kabla Ethan hajajibu, Brian akaongeza kwa kusema kwamba basi ngoja niwaache mfurahie ndoa yenu. Kisha video call ikakatwa. Chumbani kukabakia kimya kizito sana. Nilikuwa nimeinamisha uso wangu chini nisijue niseme nini. Ethan akaweka simu kitandani polepole kisha akanitazama kwa makini sana. Kwa sauti ya upole akasema kwamba Celine. Nikaitika, Kwa nini unaogopa hivyo kama ni utani tu? Hakuna baby, analazimisha sana tu. Ethan akujibu mara moja, huenda kunielewa hata nilichokuwa najibu ni nini. Aliendelea kunitazama kwa macho yaliyokuwa yamejaa mashaka. Kisha akaninua uso wangu taratibu kwa mkono wake. Mimi sio adui yako. Kama kuna kitu chochote kinaendelea, naomba uniambie kweli, kuliko uniache ni kuhisi vibaya. Maneno yake yalichoma moyo wangu vibaya sana. Machozi yakaanza kunitoka tena bila kujizuia. Ethan alinibembeleza kwa muda mrefu mpaka nilipotulia kidogo. Kisha akaangalia saa yake na kusema kwamba baby, nitachelewa chuoni. Mimi nikajilazimisha kutabasamu tu. Nikasema okay, uwe makini. Basi akanibusu kwenye paji la uso kisha akatoka chumbani. Nilimsindikiza kwa macho mpaka mlango ulipofungwa. Sekunde chache baada ya kusikia gari lake likiondoka nje, simu yangu ikaanza kuita tena. Moyo wangu ukadunda vibaya nilipoona jina la Brian. Sikutaka kupokea, lakini hofu ilinilazimisha. Basi nilipokea nikasema hello. Brian akasema kwamba nataka nikuone kwenye simu yangu sasa hivi. Nilishtuka nikasema kwamba una maana gani? Brian akasema ingia WhatsApp, kuna kitu ukiona usikate simu. Alisema hivyo kwamba niingie WhatsApp na hicho kitu nikishakiona nisikate simu. So sekunde ile ile video kadhaa zikaingia kwenye simu yangu. Nilipofungua nilitamani kuanguka kwa mshtuko. Ilikuwa ni video ambazo Brian alirekodi tukiwa kitandani. Mikono yangu ikaanza kutetemeka vibaya sana. Nikasema Brian, please. Nilisema huku machozi yakinitoka. Lakini akacheka, akasema usianze kulia sasa. Kisha akaongeza kwa kusema kwamba utanitumia picha zako haraka. Nataka nione kama bado ni wewe yule nilimzoea. Sio picha kama picha, ni picha ukiwa umevaa nguo. Basi kwa hofu nikasema no, siwezi kufanya hivyo. Brian akabadilisha sauti ghafla na kuongea kwa ukali akasema kwamba basi video hizi zinaenda kwa Ethan ndani ya dakika chache. Nilihisi miguu ikikosa nguvu kabisa. Nikakaa chini karibu na kitanda huku sasa nikilia kwa sauti. Nikasema Brian, tafadhali naomba usifanye hivi. Naomba basi niache niishi maisha yangu. Brian akasema Celine, huu ni mwanzo tu. Kisha akakata simu. Nilibaki nikitetemeka huku sasa nikishika simu yangu kwa nguvu. Akili yangu ilichanganyikiwa kabisa. Nilijua wazi sasa Brian hakuwa anatania tena.
Ghafla notification nyingine ikaingia. Safari hii ilikuwa ni message. Message ilisema ya kwamba nina countdown yako, dakika 7 zimebaki. Nilihisi kama dunia yote inanizunguka. Machozi yalikuwa yananitoka mfululizo, sasa nikishindwa hata kupumua vizuri. Na muda huo huo mlango wa chumbani ukafunguliwa ghafla. Nilishtuka na kuinua macho yangu haraka. Alikuwa ni Ethan. Alikuwa amerudi huku uso wake ukiwa serious sana. Akasema kwamba Celine, kuna kitu nataka uniambie sasa hivi. Basi haraka nikafuta machozi yangu sasa nikijilazimisha kutulia. Kwa kubabaika nikasema ya kwamba mimi. Ethan akaingia ndani taratibu kisha akafunga mlango. Hivi kweli uko sawa? Kwa sababu tangu asubuhi nahisi kama ni kuna kitu unanificha. Ethan alizungumza hivyo. Simu yangu ilikuwa bado mkononi huku notification za Brian zikiendelea kuingia. Ethan akanisogelea na kukaa pembeni yangu. Nilisahau laptop yangu lakini niliporudi nikakusikia ukilia. Machozi yakaanza kunitoka tena bila kujizuia. Nikasema no Ethan, ni uchovu tu. Hapana Celine, hii sio kawaida. Kabla sijasema chochote, notification nyingine ikaingia tena, ikisema ya kwamba dakika 5 zimebaki. Mikono yangu ikaanza kutetemeka vibaya sana. Ethan akaiona hali ile moja kwa moja na ghafla akasema ya kwamba show me your phone. Nilishtuka, nikasema no baby. Ethan kwa ukali akasema kwamba Celine, naomba simu. Nilihisi mapigo ya moyo wangu yanataka kusimama kabisa. Taratibu nikaanza kurudi nyuma kitandani huku sasa nikitikisa kichwa. Nikasema please Ethan, usiangalie. Uso wa Ethan ukabadilika ghafla baada ya kusikia maneno yale. Akauliza kwamba kuna nini humo. Nilianza kulia kwa nguvu zaidi nikisema naogopa. Ethan alinisogelea haraka kisha akanikumbatia. Baby, look at me. Vyovyote itakavyokuwa tutamalizana nayo pamoja, umesikia? Maneno yake aliniumiza moyo vibaya sana. Kwa sekunde ile nilitamani nimwambie kila kitu, lakini kabla sijafungua mdomo, video call nyingine kutoka kwa Brian ikaingia ghafla. Ethan akaangalia screen na kusema kwamba pokea. Kwa hofu nikasema no. Ethan akasema pokea simu Celine. Pokea simu. Kwa mikono iliyokuwa inatetemeka nikabonyeza receive. Uso wa Brian ukaonekana tena kwenye screen akiwa anatabasamu. Brian akasema kwamba kumbe husband upo. Ethan akamkatisha mara moja akasema kwamba Brian, shida yako ni nini hasa? Brian akacheka kidogo akasema hamna shida shem, ila mke wako tu ananitesa. Ethan kwa ukali kidogo akauliza kwa yani kivipi yani unateswa? Brian akasema nilimwomba kitu kidogo tu afu akakataa. Msikilizaji, nilihisi mwili wangu ukifa ganzi. Nilifoka kwa sauti ya kilio nikisema Brian stop it. Brian akacheka zaidi akasema sasa una hasira. Kisha akamwangalia Ethan moja kwa moja kupitia screen. Akasema kwamba shem, hivi unamjua kweli mke wako? Msikilizaji, chumba kizima kikakaa kimya. Ethan akanitazama taratibu, macho yake akiwa yamejaa maswali na mashaka. Ethan akauliza kwamba ana nini? Basi Brian alitulia kwa sekunde chache akiwa bado anatabasamu kupitia screen. Kisha akasema kwa sauti ya mzaya kwamba shem, msishtuke sana bwana, Celine huwa ana kisirani tu. Nilifumba macho kwa nguvu nikihisi aibu na hasira vikichanganyikana moyoni mwangu. Brian akaendelea kuongea akasema kwamba hapendi kabisa kuamrishwa vitu. Mimi nilimwomba tu anitafutie mwanamke wa kuoa. Basi akaanza kuniletea attitude. Ethan akakunja uso kidogo huku bado amenitazama kwa mashaka. Kwa sauti nzito akauliza kwamba ni hivyo tu. Brian akacheka tena akasema basi shem, huyo bwana mke wako ana panic sana mimi nilikuwa namtania tu. Basi nishusha pumzi taratibu, lakini moyo wangu ulikuwa bado unapiga kwa nguvu. Ethan akaniangalia kwa sekunde kadhaa kisha akarudisha macho yake kwenye simu. Kwa ukali kidogo akasema kwamba Brian. Akaitika. Ethan akasema kwamba usimpe mawazo mke wangu tena. Brian alitabasamu akasema sawa shem, nimekusikia. Bila kuongeza neno lingine Ethan akakata simu. Chumba kikabaki kimya kabisa. Nilikuwa bado natetemeka huku sasa nikisikia ni kama mwili unaishiwa nguvu. Ethan akashusha simu pembeni kisha akanivuta karibu yake taratibu. Akaniita kwa upole tu.
Nikamwangalia huku macho yangu yakiwa mekundu kwa kulia. Ethan akasema kwamba usiwashe tena simu yako, kwa sababu nahisi huyo Brian anakukosesha raha sana. Nilimeza fundo la mate taratibu. Nikasema samahani Ethan. Basi akanistiri vizuri kwenye kifua chake kisha akanibusu kichwani. Akasema usiniombe msamaha baby. Mimi sipendi tu kukuona kwenye hali hii. Msikilizaji, nilihisi machozi mapya yakinitoka tena kimya kimya. Ethan akafuta machozi yangu kwa vidole vyake taratibu. Akasema kwanza nimegaidi kwenda tachuo leo. Nishtuka kidogo nikauliza kwa nini? Akanitazama moja kwa moja machoni akasema kwamba kwa sababu siwezi kukuacha ukiwa hivi. Yaani mimi kichwa changu hakiwezi kutulia huko nikijua mke wangu analia huko peke yake. Basi maneno yake yakaniumiza mno moyo wangu vibaya sana. Nilihisi hatia ikinizidia kila sekunde. Ethan akanikumbatia kwa nguvu zaidi. Akasema kwamba nitabaki hapa na wewe mpaka utulie. Maana hata nikisema niende sitapata amani. Ethan alisema hivyo nami nijisikia kulia zaidi. Lakini kadri Ethan alivyozidi kunithamini, ndivyo nilivyozidi kuhisi maumivu moyoni mwangu, kwa sababu mwanaume aliyekuwa amenibeba kwa upendo mkubwa hivyo alikuwa hajui kabisa siri nzito iliyokuwa inanitesa ndani ya moyo wangu. Nijificha kwenye kifua chake huku nikilia kimya kimya. Ethan akanishika vizuri zaidi kana kwamba alikuwa anaogopa kuniachia hata sekunde moja. Kwa upole tu akasema kwamba bibi nitazame. Basi taratibu nikanua uso wangu kumtazama. Na hapa, yani sitaruhusu mtu yoyote akuumize, umesikia? Na kama huyu Brian anakusumbua tena, nitamalizana naye mwenyewe. Nilihisi koo likinikauka ghafla. Kwa haraka kidogo nikasema no Ethan. Hakuna haja ya kufanya hivyo. Ethan akanitazama kwa makini sana. Hivi kwa nini unamtetea sana huyo mtu? Swali lake likanifanya moyo sasa uniruke kwa nguvu. Nikasema kwamba no, simtetei. Nijibu kwa sauti ya chini huku sasa nikiepuka macho yake. Ethan hakusema chochote kwa sekunde kadhaa. Alikuwa akinitazama tu kana kwamba alikuwa anajaribu kusoma kitu ndani ya macho yangu. Kisha ghafla akanibusu kwenye paji la uso na kusema sawa. Akasema sitalazimisha chochote. Alinivuta karibu zaidi kisha akanilaza kifuani kwake akasema kwamba leo nadhani hutafikiria kitu chochote. Tutakaa hapa tu pamoja mpaka ujisikie vizuri, umesikia? Nikasema sawa. Basi nilifumba macho yangu sasa nikisikia mapigo ya moyo wake. Kwa sekunde ile nilitamani hata muda usimame kabisa, maana kila alivyozidi kunionyesha upendo ndivyo nilivyozidi kuhisi kuvunjika ndani kwa ndani. Dakika kadhaa baadaye Ethan akaanza ni kama kunibembeleza hivi kwa kucheza na nywele zangu. Kwa sauti yake ya chini akasema kwamba unajua kitu? Nikasema unajua tangu siku ya harusi yetu sijawahi kukuona hivi. Ninaogopa sana kupoteza Celine. Macho yangu yakafunguka polepole, nikamwangalia bila kusema kitu. Ethan akatabasamu kwa huzuni kidogo. Nakupenda kupita kawaida. Na sijui ningekuwa nani kama usipokuwa kwenye maisha yangu. Basi msikilizaji, ile siku ilipita salama. Hata nilipojaribu kuwasha simu jioni sikupata notification yoyote kutoka kwa Brian. Jambo lile lilinipa wasiwasi kidogo. Nilikuwa naogopa sana asije tu akamtafuta Ethan. Ila hali ilitulia. Ikawa imefika weekend. Ilibidi sasa nimdanganye Ethan kuwa naenda kumuona Jamila na umwa. Ethan bila hiana aliniruhusu. Nika sasa nimetoka, tukawa sasa tumeenda kwa yule mganga mimi pamoja na nani? Na Jamila. Tulipofika mganga akatuambia kuwa kwa sasa ameshakamilisha tiba. Inabidi huyo mtu tumuharibu akili. Basi akanipatia dawa mbili. Moja akaniambia kuwa nitaenda kumtegea kwa kumwaga mlangoni kwake. Akiitambuka tu inakuwa mwisho wa habari yake, na nyingine nitaiweka ndani ya mto wake atakaolalia. Ndani ya siku 2 au 3 majibu nitapata. Basi nilishukuru. Nikalipa 300,000 tukawa tumeondoka mimi na Jamila. Tuliporudi njiani nikamwambia kuwa mimi napitia kwa mama mdogo kuwasalimia. Akasema hamna shida, ila nijitahidi kupambana nitimize kile nilichoambiwa kuhusu ile dawa. Nikamwambia usijali, nitafanya mpango tu. Kwanza ngoja nijipange kumpata huyo mtu. Msikilizaji, hapa bado mimi nilikuwa sijamwambia kuwa nataka kumfanyia Brian. Basi nikamtafuta mume wangu Ethan na kumwambia kuwa naomba nipite nyumbani kwa dakika chache. Akaamenikubalia.
Nilipofika nyumbani nikamkuta mama mdogo pamoja na Brian. Walifurahi kuniona, hasa mama mdogo. Baada ya muda nikanyanyuka na kujifanya kama nakagua mazingira. Nikaenda chumbani kwa Brian, nikaweka dawa chini ya uvungu na nikamwaga nyingine mlangoni, kisha nikarudi sebuleni. Sikutaka kuondoka bila kuhakikisha kuwa Brian anakanyaga hiyo dawa ya mlangoni. Hivyo nikamwomba akaniletea laptop yake. Nina shida na kitu kwenye laptop. Yaani kuna kitu nataka nihamishe. Sasa Brian aliniambia nikafuate mwenyewe. Ila sasa mimi nikajitia kuchoka. Hivyo akaenda kuniletea. Moyoni nilifurahi mno. Nikasema hiyo ya kwenye mto lazima tu nayo atailalia. Maana niliweka ndani ya mto vizuri sana. Hata akisema abadilishe foronya, kwa yani hawezi kuiona. Siku 3 msikilizaji zilikuwa zimepita tangu nimfanyie Brian ile dawa. Na ukweli ni kwamba moyo wangu ulikuwa umejaa hofu kila dakika. Kila simu iliyokuwa ikiita nilishtuka. Kila notification nilihisi labda ni Brian amerudi tena kunitesa. Asubuhi ya hiyo siku nilikuwa najitayarisha kwenda chuo pamoja na Ethan. Nilikuwa mbele ya kioo nikijipaka mafuta taratibu, kusasa akili yangu ikiwa mbali sana. Ghafla simu yangu ikaita. Nilipoangalia screen, alikuwa ni mama mdogo. Moyo wangu kadunda kwa nguvu, nikapokea nikasema hello mama mdogo. Mama mdogo akasema kwamba Selini, haraka njoo nyumbani mwanangu, kuna matatizo. Mama mdogo alisema hivyo nishtuka, nikasema matatizo gani tena? Mama mdogo akasema ni Brian. Mama mdogo alisema kwa sauti kutetemeka. Mama mdogo akasema kwamba Brian ameanguka ghafla, anaongea vitu vya ajabu ajabu tu, yani hata hatumuelewi vizuri. Basi kwa sekunde ile moyo wangu ukajawa furaha msikilizaji. Lakini nje nilijifanya kuogopa sana. Nilipaza sauti kwa makusudi nikasema kwamba nini? Brian ameanguka. Basi Ethan aliyekuwa anafunga saa yake akanitazama haraka. Ethan akauliza kwamba kuna nini baby? Nikajifanya sasa mikono yangu inatetemeka. Nikasema kwamba ni Brian, mama mdogo anasema kwamba ameanguka na anaongea ovyo ovyo. Uso wa Ethan ukabadilika ghafla. Akasema wait, what? Mama mdogo sasa alikuwa bado anaendelea kulia kwenye simu. Mama mdogo akasema harakisheni, hali yake inatisha sana. Basi simu ilipokatwa nijifanya kushindwa hata kusimama vizuri. Ethan akanishika haraka, akasema tulia baby. Alisema kwa sauti ya pole tu. Na mimi nilijifanya machozi kunitoka. Nikasema ni hata sijui imekuaje Ethan. Ethan akavuta pumzi ndefu kisha akasema kwamba hatutaenda chuo leo, tutaenda huko save, umesikia? Nikasema okay. Lakini kabla tujatoka nilisimama ghafla nikasema kwamba baby, naomba niingie chuoni kwanza. Akasema sawa, fanya haraka. Ethan akajibu sasa akichukua funguo za gari. Basi haraka nikaingia chooni kisha nikafunga mlango. Sekunde ile ile nikapiga magoti chini. Moyo wangu ulikuwa unapiga kwa nguvu sana mpaka nilihisi kama nitazimia. Kisha taratibu nikaanza kutabasamu kwa mara ya kwanza baada ya siku nyingi. Nikasema wow, dawa imefanya kazi. Nilinong'ona kwa sauti ya chini sasa nikifumba macho yangu, nikasema asante Mungu. Nilihisi furaha ya ajabu ikipenya moyoni mwangu. Kwa mara ya kwanza nilihisi kama labda mateso yangu yalikuwa yanaenda kuisha. Nilitoka na kukuta Ethan amewataarifu wazazi wake kilichotokea. Mama mkwe akasema na yeye anajiandaa atakuja nyuma yetu. Baba mkwe yeye alikuwa anaenda kazini ila akasema tutawasiliana. Basi tulitoka chap kuelekea nyumbani, ila mama mdogo akatupigia na kusema kuwa wanampeleka hospitali maana kuna watu wameshauri hivyo na kusema pengine itakuwa malaria imempanda kichwani. Hivyo tukabadili mwelekeo kwenda hospitali aliyotuelekeza mama mdogo kuwa ndio anaenda. Njia nzima kuelekea hospitali nilikuwa nimekaa kimya kabisa ndani ya gari. Ethan alikuwa akiendesha kwa haraka huku uso wake ukiwa serious sana. Mara kwa mara alikuwa ananiangalia pembeni, anasema usijali baby, atakuwa sawa. Basi mimi nijifanya kufuta tu machozi yangu. Nikasema mama mdogo amenitisha sana Ethan. Nilisema kwa sasa nikishusha pumzi kwa nguvu. Lakini ndani ya moyo wangu hali ilikuwa tofauti kabisa. Kila nilipokumbuka Brian akiongea vitu vya ajabu nilihisi furaha ya siri ikinizunguka. Nilikuwa naamini kabisa dawa ile ilikuwa imeanza kufanya kazi. So tulipofika hospitali tulikuta mama mdogo akiwa nje ya emergency room analia. Aliponiona alinikimbilia haraka akanikumbatia akasema Selini mwanangu, sijui nini kimempata Brian. Basi na mimi nikajifanya kushtuka zaidi, nikasema kwamba anasema vitu vya kutisha sana ama kwanza anasema nini hivyo vitu vya kutisha?
Mama mdogo akafuta machozi yake akasema kwamba mara anasema siji kuna watu wanatembea ukutani, mara anasema siji anaungua moto, alafu muda mwingine anapiga kelele akisema kuna mwanamke anataka kumuua. Moyo wangu ulifurahi. Dawa ilikuwa imeanza kufanya kazi kweli kweli. Ethan akamuuliza mama mdogo kwamba madokta wanasemaje. Mama mdogo kwa akili akasema kwamba kuna vipimo wanaendelea kufanya. Basi muda huo mlango wa emergency room ukafunguliwa. Brian akasukumwa kwenye kitanda cha wagonjwa, kwa sasa ameshikiliwa na manesi wawili. Nilishtuka kumuona vile. Macho yake alikuwa mekundu sana, nywele zipo ovyo, na alikuwa akiongea maneno yasiyoeleweka. Brian alipiga kelele ghafla akasema kwamba msimwache aje karibu yangu. Anataka kuniua, msimwache. Watoto wakashtuka. Mama mdogo akaanza kulia zaidi, huku akisema kwamba Brian mwanangu tulia. Lakini ghafla macho ya Brian yakatua kwangu. Uso wake ukabadilika kabisa. Akanioshia kidole kwa nguvu huku akitetemeka, akasema kwamba ni wewe, ni wewe. Alisema kwa sauti nzito ajabu. Huku akisema kwamba ni wewe umenifanyia, ni wewe. Brian alikuwa anaongea namna hiyo. Ethan sasa akanitazama kwa mshangao. Akamuuliza Brian ya kwamba Brian unamaanisha nini? Brian akaanza kucheka ghafla kama mwendazimu. Akasema kila mtu hapa anadanganywa, kila mtu. Madaktari wakaanza kumzuia kwa nguvu, maana alikuwa akijaribu kuinuka kitandani. Nijifanya kuanza kulia kwa nguvu, sasa nikimshika Ethan mkono. Nikasema Ethan, naogopa. Ethan akanivuta karibu yake akanikumbatia akasema usijali baby, hayuko sawa kiakili sasa hivi. Basi madokta wakamchukua Brian na kumuingiza ndani kuendelea kumchunguza. Na sisi tulitulia tu kwa ukimya mzito sana. Mama mdogo alikuwa bado analia huku Ethan akijaribu kumbembeleza. Mimi nilikuwa nimekaa pembeni kimya kabisa, lakini akili yangu ilikuwa inawaka moto. Kitu kimoja tu kilikuwa kinazunguka kichwani kwangu, simu ya Brian. Na kama angepata nafuu hata kidogo, maisha yangu yote yangekuwa yameisha. Dakika chache baadaye manesi walimpeleka Brian kwenye private room baada ya kutulia kidogo kutokana na sindano. Mama mdogo akaongozana na dokta kwenda kupewa baadhi ya maelekezo, kisha tukarudi naye nyumbani. Akawa sasa ametuambia anaingia chumbani kwake dakika kadhaa. Mimi na Ethan tukabaki sebuleni. Ethan akanigeukia akauliza kwamba baby uko sawa? Nahitaji juice tu ya embe kidogo, naomba kaninunulie mume wangu. Ethan akasema sawa, ngoja nikuletee. Ethan akasema hivyo kisha akaondoka kuelekea dukani. Nilihakikisha sitokutwa. Kisha taratibu nikasimama, mapigo ya moyo wangu yalikuwa yanapiga kwa nguvu sana. Haraka nikaingia kwenye chumba cha Brian. Macho yangu akaanza kutafuta simu yake haraka. Sekunde chache baadaye nikaiona juu ya kitanda. Mikono yangu ikaanza kutetemeka nilipoichukua. Nilijaribu kuifungua lakini ilikuwa ipo lock. Nilijaribu kufikiria mara mbili. Niliipiga simu ile chini kwa nguvu. Screen ikapasuka vibaya sana. Lakini bado sikutosheka. Nikaikanyaga kwa nguvu sana mpaka ikawa vipande. Nilihisi pumzi yangu ikianza kurudi taratibu. Angalau ushahidi mkubwa ulikuwa umeondoka. Haraka nikakusanya vipande kwenda kuvitupa kwenye uchafu nje, kisha nikarudi ndani kana kwamba hakuna kilichotokea. Dakika chache baadaye Ethan akarudi akasema kwamba hey baby, alisema na kunipatia juice. Nikajilazimisha kutabasamu nikasema asante. Basi usiku ule tulilala nyumbani kwa mama mdogo katika chumba changu, lakini hata nilipolala kitandani karibu na Ethan, usingizi haukunijia kabisa. Nilikuwa na hofu tu moyoni. Je, kweli kila ushahidi ulikuwa umeisha? Wiki moja ilipita, hali ya Brian ilikuwa bado mbaya hospitalini. Mara nyingine alikuwa anatulia, mara nyingine anarudi kupiga kelele na kutaja jina langu. Jambo lile sasa linizidishia ni hofu zaidi. Mama mdogo akanipa taarifa kuwa simu ya Brian haioni, itakuwa imeibiwa. Pasipo kujua mimi nimeivunja. Siku moja jioni nilikuwa peke yangu nyumbani. Ethan akiwa yeye bado yupo chuo. Wazazi wake hawakuwepo. So ghafla simu yangu ikaita. Nilipoangalia screen ilikuwa inasomeka Jamila. Haraka nikapokea. Sauti yake ilikuwa tofauti sana siku ile. Jamila akasema tunahitaji kuonana. Alisema kwa ukali. Nishtuka kidogo. Nikasema kuna nini? Jamila akasema ni kuhusu Brian. Moyo wangu kadunda kwa nguvu.
Dakika chache baadaye Jamila alikuwa amefika nyumbani kwangu. Alipoingia hakutabasamu kama kawaida, alikuwa serious sana. Nikamuuliza kwa hofu ya kwamba Jamila, mbona uko hivyo? Akanitazama moja kwa moja machoni. Akasema ya kwamba natakiwa kukuambia ukweli. Nikamuuliza ukweli gani? Jamila akavuta pumzi ndefu. Akasema kwamba kumbe siku ile kwa mganga ulitaka kumroga Brian. Msikilizaji, nilihisi damu yote ikiniacha mwilini. Nilibabaika nikasema nini? Jamila akaendelea kunitazama bila kupepesa macho. Akasema kwamba siku ile uliponiambia nitoke nje kidogo, sikwenda mbali. Nijibanza nje nikasikiliza kila kitu. Hasi mapigo ya moyo wangu yakaanza kwenda mbio sana. Nikasema Jamila, tafadhali. Nilisema kwa sauti ya chini, lakini yeye hakunisikiliza. Jamila akasema kwamba nilishtuka sana Celine, ndio maana nilimtafuta Brian baadaye. Nikasema ulimtafuta Brian? Jamila akasema kwamba ndio, nilitaka kujua kwa nini unataka kumfanyia kitu kibaya kiasi kile. Msikilizaji, hapa ndipo nilipoamini ya kwamba siri ni ya peke yako tu. Watu wawili, yani huyo wa pili anaweza kukuvuruga dakika sifuri. Siri ni ya mtu mmoja, sio ya watu wawili. Ilikuwa labda ni zamani tu enzi zile. Lakini sasa hivi siri ni ya mtu mmoja. Nilihisi miguu ikianza kunitetemeka. Jamila akasema kwamba Brian alinieleza kila kitu, akaniambia mna mahusiano na wewe na ulikuwa unajaribu kumwacha, lakini yeye alikuwa anakutishia kusambaza video zenu. Msikilizaji, machozi yakaanza kunitoka tena. Jamila akaniangalia kwa uchungu kidogo. Jamila akasema ya kwamba nilimwambia nitamsaidia asirogwe, lakini kwa exchange moja. Alivyosema hivyo nimeza fundo la mate kwa nguvu. Nikamuuliza kwamba exchange gani? Jamila akatoa simu yake pole pole, kisha akafungua upande wa picha. Nilichokiona kilinifanya ni moyo wangu usimame kidogo kupiga mapigo yake. Ilikuwa ni video yangu na Brian. Jamila akaniangalia moja kwa moja machoni, akasema kwamba Brian alinitumia video hizi, hivyo mimi nahitaji milioni 10 tu nisizisambaze Celine, maana wewe yani ni umenichukulia mtu ambaye nampenda sana Ethan, na hataki kunielewa sababu yako wewe. Brian niliacha tu umfanyie utakachofanya kwa kuwa alishanifanyia wema wa kunisaidia kukuondoa kwa Ethan. Jamila alizungumza hivyo, nilihisi hadi kuishiwa nguvu. Yaani kumbe Jamila rafiki yangu mimi, kumbe alikuwa anampenda Ethan. Na baada ya kuona Ethan hamuhitaji na ameamua kuwa na mimi, kumbe ikawa ni maumivu kwa Jamila. I say, mwili wangu wote ulikuwa umekufa ganzi. Macho yangu yalikuwa yameganda kwenye screen ya simu ya Jamila. Video ile ilikuwa wazi kabisa, mimi na Brian. Nikasema Jamila, please. Nilitetemeka, lakini yeye hakubadilisha hata uso. Akasema kwamba Celine, milioni 10 tu, la sivyo video hizi zitamfikia Ethan. Jamila alizungumza hivi, just imagine my friend. Machozi yakaanza kunitoka. Nikasema unawezaje kufanya hivi kwa rafiki yako? Kwa nini lakini Jamila? Nimuuliza kwa uchungu mkubwa. Jamila akacheka kwa maumivu kidogo, akasema kwamba rafiki, kwamba niwe na huruma. Kumbe ulipokuwa unatembea na Brian huko Ethan anakupenda, ulikumbuka kuwa na huruma ama? Wewe ulipokuwa unatembea na Brian ulikuwa unafikiria nini? Wakati unafahamu kabisa Ethan anakupenda. Jamila akanijibu kwa namna hiyo, nami ninyamaza kimya tu. Kwa mara ya kwanza nilikosa hata cha kujitetea. Nikasema Jamila, nilikosea. Sikuwa na Brian kwa hiari yangu. Naomba tu usiniharibie maisha yangu na kuomba. Jamila akasema, maisha yako tayari yameshaharibika Celine. Tofauti ni kwamba tu Ethan bado hajajua. Nikamwambia Jamila kwamba Jamila, milioni 10 mimi nazitoa wapi? Jamila akasema, sio shida zangu. Na una siku 3 tu. Baada ya kusema hivyo akasimama. Lakini kabla hajaondoka simu yangu iliita ghafla. Nilipoangalia screen moyo wangu ulitaka kusimama. Aliyekuwa anapiga ni Ethan. Basi nilipokea simu nikasema hello Ethan. Akasema kwamba unaweza kufika hospitali haraka. Sauti ya Ethan ilisikika hivyo, huku akisema kwamba hali ya Brian imebadilika ghafla. Nikauliza nini kimetokea? Ethan akasema amepata ufahamu, anakulilia wewe. Yaani wewe peke yako ndo anakukumbuka. Ethan alivyosema hivyo miguu yangu ililegea kabisa. I say, ilibidi sasa nikurupuke niende wapi? Hospitali. Jamila naye akaondoka zake. Dakika 20 baadaye nilikuwa hospitalini.
Mapigo ya moyo wangu alikuwa anaenda mbio sana kiasi kwamba nilihisi ningezimia muda wote. Nilipofika nje ya room ya Brian, nilimwona Ethan akiwa amesimama pale. Uso wake ulikuwa umejaa mawazo. Aliponiona alinifuata haraka. "Baby, Brian ameanza kuongea vitu vya msingi. Mdogo ameniambia, so ikabidi tu nipitie huko." Anasemaje? "Anataja jina lako sana." Kwa nini? "Hata sijui. Lakini daktari amesema akili yake bado haijatulia vizuri." Ghafla mlango wa chumba cha Brian ukafunguliwa. Daktari akatoka nje akiwa serious sana. Daktari akauliza kwamba nani anaitwa Celine. Miguu yangu ikaanza kutikisika. Nikasema mimi hapa. Daktari akaniangalia moja kwa moja machoni. Akasema kwamba Brian anataka kukuona peke yako. Moyo wangu kadunda kwa nguvu sana. Ethan akanitazama, akasema kwamba nenda mke wangu. Daktari naye akaongezea kwa haraka akasema kwamba haraka kabla hajachanganyikiwa tena, nenda. Basi taratibu nikaingia ndani. Brian alikuwa amelala kitandani, mdogo akiwa pembeni yake. Niliposogea karibu akaanza kucheka. Kicheko chake kilikuwa ni cha ajabu sana kiasi kwamba hata mdogo mwenyewe alishtuka. Mdogo akasema kwamba Brian mwanangu, mbona unacheka hivyo? Alimuuliza lakini aliendelea kuniangalia tu. Ghafla akakunja sura yake alafu akasema kwamba wewe ni nani? Nilihisi moyo wangu ukisimama kwa sekunde chache. Nikasema Brian, ni mimi Celine. Lakini yeye akaanza kutikisa kichwa kukataa, akasema hapana, nimesema namtaka Celine. Mbona mnaniletea watu wengine? Mdogo akabaki ameshika mdomo kwa mshangao. Mdogo akasema kwamba Brian, huyu ndiye Celine mwanangu. Lakini Brian akaanza kucheka tena ovyo. Akasema kwamba sio Celine bwana. Celine ni mzuri kuliko huyu. Nilihisi machozi yakianza kunitoka polepole msikilizaji. Daktari alikuwa mlangoni, akashusha pumzi ndefu, akasema kwamba nadhani akili yake bado haijatulia. Basi Brian akaanza kuongea tena maneno asiyoeleweka. Huko akisema kwamba mleteni chai sembangu. Mleteni chai. Amna sio chai. Ndege wangu sijata ameenda wapi? Amjamuna amepaa. Chai. Mdogo baada ya kusikia hivyo alianza kulia kabisa. Akasema kwamba mwanangu, mbona hivi? Ghafla Brian akaninyoshia kidole akasema kwamba wewe ukimwona Celine mwambie nimechoka kula hospitali. Msikilizaji, nilihisi maumivu makubwa sana moyoni. Ethan aliyekuwa nje akaingia ndani. Akasema kwamba daktari vipi? Daktari akamwangalia Ethan kwa huzuni kidogo. Akasema kwamba kwa sasa bado hajarudi kwenye hali yake vizuri. Basi Ethan akaniangalia kisha akanisogelea akasema kwamba bebe usijali. Lakini maneno yake yaliniumiza zaidi alivyosema hivyo. Dakika chache baadaye tukaruhusiwa kutoka mle ndani ili Brian apumzike. Njiani kurudi nyumbani nilikuwa kimya kabisa. Ethan alikuwa akiendesha gari huku sasa akinitazama mara kwa mara. Kwa sauti ya upole aliniita, akauliza kwamba bebe una shida gani? Niligeuza uso wangu dirishani haraka nikasema kwamba hakuna. Nisema kwa sauti dhaifu, lakini Ethan hakuridhika. Tangu hospitali umekuwa tofauti. Ni hali tu ya Brian tu ndio imeniumiza. Basi tulipofika nyumbani nilijifungia bafuni na kuanza kulia kwa nguvu. Kichwa changu kilikuwa kinauma vibaya sana. Na kabla sijatulia simu yangu ikaita tena. Nilipoangalia Jamila ndo alikuwa ni yeye. Mikono yangu ikaanza kutetemeka. Haraka nikapokea. Jamila akauliza kwamba umezipata pesa zangu? Nikasema Jamila please. Jamila akasema wewe usinipigie makelele bwana, mimi nataka pesa yangu. Nilifumba macho kwa uchungu mkubwa. Nikasema sawa, tukutane kesho kutwa nikupe. Jamila akacheka kidogo akasema vizuri, na usijaribu ujinga wote. Basi kesho kutwa yake mapema nilitoka nyumbani kwa uongo kuwa naenda kumuona Brian hospitali. Ilikuwa ni weekend lakini ukweli nilikuwa naenda kukutana na Jamila. Tukutana sehemu ya maficho kidogo nje ya mji. Kulikuwa kimya sana na miti mingi pembeni. Jamila alifika akiwa na nyodo zake zile zile. Akaniuliza kwamba pesa zimeletwa? Basi nilimwangalia kwa hasira kubwa sana moyoni. Sasa nilimwambia kwamba kabla sijakupa zifute kwanza hizo video. Jamila akacheka kwa dharau. Akasema unanipangia mimi? Alisema kwa nyodo. Alafu akasogea karibu yangu akasema kwamba Celine, maisha yako yapo mikononi mwangu.
Ukweli ni kwamba nampenda sana Ethan. Sana tu. Na naumia sana kumuona na wewe. Nataka Ethan awe mikononi mwangu muda wowote. Ila nimekuonea huruma sana. Ndio maana nataka tu pesa ili nisikuharibie. Maneno yake alinifanya kichwa changu kuchanganyikiwa ise. Nilianza kuhisi kama njia pekee ya kujiokoa ilikuwa ni kumzuia Jamila milele. Maana sikuwa na pesa yoyote ya kumpa, na nikajua hata kama ningempa pesa bado nisingesolve tatizo. Tatizo lingebakia pale pale kama lilivyokuwa Brani. Mapigo ya moyo wangu yakaanza kwenda kasi sana. Jamila alikuwa bado anaongea kwa nyodo bila kujua nilichokuwa nawaza. Na hapo hapo macho yangu yakatua kwenye kipande kikubwa cha mti kilichokuwa pembeni ya miguu yangu. Nilikiokota kwa haraka na kumpiga nacho kichwani. Akaanguka chini. Nikampiga tena mara 3 akawa kimya kabisa. Nikamtoboa macho na ile lijiti, kisha nikalitupa kwenye pori na kutimua mbio. Nilikuwa nishamuua Jamila. Mikono yangu ilikuwa inatetemeka vibaya sana nilipokuwa nakimbia kutoka lile pori. Mapigo ya moyo wangu yalikuwa makali kiasi kwamba nilihisi kifua kinapasuka. Nguo zangu zilikuwa zimejaa vumbi. Na kichwani kwangu kulikuwa na sauti moja tu, umemuua Jamila. Njia nzima kuelekea nyumbani nilikuwa nalia kimya kimya. Kila nikikumbuka damu ya Jamila tumbo langu lilikuwa linakata. Nilipofika nyumbani, Ethan alikuwa sebeni akiniangalia kwa mshangao. Akauliza kwamba baby, mbona uko hivyo? Nilitaka kujibu lakini sauti ilikataa kutoka. Nikapita moja kwa moja kuelekea chumbani. Ethan akaniita kwa nguvu kidogo akisema Celine. Nikageuka kumtazama. Alinisogelea haraka akanishika mabega yangu. Kuna nini? Mbona unatetemeka? Nijikuta machozi yakianza kunitoka. Nikasema hakuna. Lakini Ethan hakuelewa kabisa. Umetoka kumuona Brian au kuna kitu kimetokea? Nilianza kuchanganyikiwa zaidi nikasema kwamba Ethan, naomba niache. Akanitazama kwa huzuni akasema sawa, lakini mbona unatia hofu hivyo? Basi usiku ule sikula hata chakula. Nilikuwa nipo tu chumbani nikitetemeka kitandani. Kila nikifumba macho nilimuona Jamila akiwa amelala kwenye damu. Weekend ilipoisha tukarudi chuoni. Lakini hali ilikuwa ya ajabu sana siku ile. Wanafunzi walikuwa wamekusanyika makundi wakiongea kwa sauti za chini. Niliposhuka kwenye gari pamoja na Ethan, rafiki yetu mmoja mimi na Jamila anaitwa Teddy alitukimbilia akiwa analia. Akasema kwamba Celine, Jamila hajulikani alipo tangu juzi jamani. Alizungumza, moyo wangu ulidunda kwa nguvu sana. Lakini nje nijifanya kushtuka sana. Na Teddy akasema kwamba simu yake haipatikani kabisa, familia yao wametoa taarifa polisi. Basi Ethan naye alishtuka akauliza kwamba lakini aliondoka kwenda wapi? Teddy akajibu hakuna anayejua. Basi ghafla mwanafunzi mwingine akaongezea akasema kwamba hata mamdogo wake hayuko sawa, analia muda wote nyumbani kama kichaa, eti anasema siji dada yake kafa. Mwili wangu wote ulinisisimka, lakini nikajifanya mwenye huzuni tu. Ndani yangu hofu ilikuwa inanichoma vibaya sana, lakini nijilazimisha kubakia kawaida. Wiki moja ilipita na bado Jamila hakuonekana. Polisi waliendelea kuchunguza kila mahali. Posta zake zilikuwa zimebandikwa karibu kila kona. Kila nilipoona picha yake moyo wangu ulikuwa unaniuma vibaya sana, lakini sikuweza kusema ukweli. Siku moja asubuhi chuoni, taharuki kubwa ilitokea ghafla. Wanafunzi walikuwa wanapiga kelele nje. Ethan alinifuata darasani akiwa sasa amechanganyikiwa. Akasema kwamba Celine, mwili wa Jamila umepatikana. Nilihisi damu yote ikiniacha ise. Nikashtuka nikasema nini? Wakasema ndio wameokota mwili porini. Sema umeharibika sana. Basi macho yangu yakaanza kujaa machozi. Kwa sekunde ile nilihisi kama ningezimia. Siku zilizofuata polisi walifanya uchunguzi mkubwa sana. Walihoji wanafunzi wengi chuoni. Hata mimi waliniita kuniuliza maswali. Wakaniuliza mara ya mwisho kumuona Jamila ilikuwa lini. Ilibidi nitaje siku ambayo alikuja mara ya kwanza nyumbani kunipa taarifa ya kuwa na video zangu. Japo hakukuwa na ushahidi wa moja kwa moja. Na simu ya Jamila ilikuwa haijapatikana, maana nilikuwa nishaivunja. Baada ya siku kadhaa polisi wakasema bado wanaendelea na uchunguzi, lakini hakuna shutuma kamili, hakuna suspect yoyote.
Siku ya mazishi ilifika. Nilimkumbatia mama yake Jamila huku nikilia kwa nguvu sana na nikimbembeleza nikisema pole sana mama. Mama yake Jamila alikuwa analia sana kwa maumivu makali. Sasa mimi nilipoinua macho yangu kuelekea kwenye jeneza, mwili wangu ulisisimka vibaya sana. Kwa mara nyingine nilikumbuka namna nilivyompiga, na hapo hapo mawazo mapya ya kutisha yakaanza kuingia kichwani kwangu. Wazo gani? Kumuua Brian. Kama Brian angepona kabisa, na kama kweli alikuwa anahifadhi zile video sehemu nyingine, basi maisha yangu yote yangekuwa yameisha milele. Polepole macho yangu yakabadilika. Kwa mara ya kwanza nilianza kuwaza kitu kingine cha kutisha zaidi. Labda Brian naye anapaswa kufa. Usiku ule baada ya mazishi ya Jamila, sikuweza kulala hata dakika moja. Nilikuwa nimekaa kitandani huku macho yangu akiwa mekundu kwa kulia, lakini tofauti na siku zilizopita, safari hiyo hofu yangu ilikuwa imechanganyikana na hasira. Brian alikuwa sababu ya kila kitu. Kama singerekodi zile video, Jamila asingekufa. Kama asingekuwa amenifanya mtumwa wa hofu, maisha yangu yasingeharibika hivi. So nijikuta nikimchukia kwa nguvu zote. Pembeni yangu Ethan alikuwa amelala usingizi mzito. Nikamtazama kwa muda mrefu sana. Moyo wangu uliuma. Nikasema, Ethan, ustahili kujua mimi ni shetani kiasi hiki. Basi baada ya siku 3 kupita, mawazo yangu yalikuwa mabaya zaidi kuliko kawaida. Kila nilipokuwa peke yangu, nilikuwa nawaza kitu kile kile, kumuua Brian. Nilijaribu kujituliza, lakini moyo wangu haukuwa na amani kabisa. Kama Brian angerudiwa na akili zake siku moja, basi kila kitu kingeharibika. Mchana ule nilikuwa nimetokea mjini. Ethan aliniagiza mahitaji ya nyumbani. Ghafla nikajikuta nimefika karibu na nyumbani. Nikabaki nimesimama nje ya geti kwa muda mrefu, huku sasa moyo wangu ukidunda vibaya sana. Alafu polepole nikaanza kutembea kuelekea mlangoni. Nikagonga hodi taratibu, kimya. Nikagonga tena kidogo kwa nguvu, bado hakuna aliyefungua. Polepole nikasukuma mlango, ukafunguka wenyewe. Ndani kulikuwa kimya kabisa. Hakukuwa na sauti yote. Nikahisi tu mama mdogo hayupo. Nikaanza kutembea taratibu kuelekea ndani ya nyumba. Mapigo ya moyo wangu yalikuwa ni makali kiasi kwamba nilihisi kila mtu angesikia. Nilipofika sebuleni hakukuwa na mtu. Polepole nikaanza kuelekea chumbani kwa Brian. Mikono yangu ilikuwa inatetemeka vibaya sana nilipofika mbele ya mlango wake. Nikavuta pumzi ndefu, alafu sasa nikafungua taratibu. Nikakuta Brian alikuwa amelala kitandani. Uso wake ulikuwa umechoka na nywele zake zilikuwa zimevurugika vibaya sana. Alionekana ni kama mtu aliyepotea kabisa duniani. Kwa sekunde moja nilihisi huruma ikinijia, lakini ghafla nikakumbuka alivyonifanya mtumwa wake. Polepole nikasogea pembeni ya kitanda chake, nikachukua mto uliokuwa karibu yake. Mikono yangu ilikuwa inatetemeka sana. Machozi yakaanza kunitoka, lakini moyoni nikasema kwamba Brian samani. Alafu nikaweka mto ule juu ya uso wake polepole, kisha nikaanza kumkandamiza kwa nguvu. Brian akashtuka ghafla kitandani, mikono yake ikaanza kupiga huku akijaribu kupumua, lakini nilikaza mikono yangu zaidi huku nikilia. Nikasema kwa hasira kwamba lazima ufe. Basi bwana, nizidi kumkandamiza huku machozi yakinitoka. Nikawa nasema kwamba umeniharibia maisha yangu Brian. Ghafla Brian akafanikiwa kunisukuma kwa nguvu. Nikadondoka pembeni ya kitanda. Brian akaanza kukohoa sana huku sasa akiema kwa nguvu. Macho yake yalikuwa mekundu kabisa. Nikanyanyuka haraka nikitaka kumfuata tena, lakini Brian akaniangalia kwa hasira sana. Alafu akaanza kucheka. Akasema, kwa hiyo kweli unataka kuniua? Alisema hivyo. Mwili wangu ulikuwa unatetemeka vibaya sana msikilizaji. Niliwaza hivi Brian ni mwenda wazimu au mzima? Sasa nikamjibu ya kwamba lazima ufe Brian. Brian akasema ya kwamba unajua shida yako nini Celine? Yaani wewe unafikiri kila kitu kinaweza kufichwa milele. Najua umemuua Jamila, baada ya Jamila kufa nimeamini kweli wewe ushakuwa chizi. Umeharibika ni kabisa kiakili Celine. Sasa nisikize wewe malaya, mimi sina ukichawa wote. Na usihisi kwamba unaweza kuniua kirahisi kama Jamila na baba. Umesikia? Jamila aliniambia kila kitu, kwamba uniroge. Sasa Jamila alinipa maelekezo yote ulioambiwa kwa mganga. Hivyo dawa zako za mlangoni nilizifagia, na ulioweka chini ya mto nilizichomelea mbali. Kwa mimi nilikuwa nawekitia tu. Sijachanganyikiwa wala nini. Ila kwa kuwa umemuua Jamila, wewe sio wa kukuchekea tena. Sitakiwi kufanya mchezo na wewe.
Yes, na uhakika umemuua Jamila. Kwa ambavyo alikuwa amekupania kukuendesha, sasa mwisho wako umefika Celine. Lazima ukweli ujulikane. Basi Brian alinieleza hivyo. Nilihisi kichwa changu kikiuma vibaya sana. Yaani hii aibu ni sawa na ile aibu ambayo wewe mtoto wa kike unamkaribisha rafiki yako wa kiume ambaye unajua ni kipofu na muda huo uko uchi tu. Na mwisho wa siku namwambia vipi, kuna mapya? Anasema ndio. Nina siku ya 3 nimepona, naona vizuri tu. Kwa hiyo nilikuwa na hofu sana. Sasa mimi nilipata hasira sana, nikamrukia Brian. Tukaanza kusukumana. Bwana we, ile sasa kumsukuma si angukia kwenye mguu wa kitanda. Alitoa kelele moja tu ya maumivu alafu akatulia tuli. Niliita hakuitika. Ghafla nikaona anatokwa damu kichwani, niliogopa sana. Nilichukua laptop yake kukimbia kutoka chumbani. Nilitoka nje ya nyumba mbio huku sasa nikilia na kutetemeka vibaya sana. Njia nzima nilikuwa namwaza yeye. Ina maana ndo amekufa. Nilikuwa nasikia uchungu sana kumpoteza. Ni ndugu yangu ambaye kwa kipindi kirefu tuliishi vizuri, ni kaka ambaye alikuwa ananipenda na kunijali sana japo sikuwa ndugu yake wa kuzaliwa pamoja. Ni baba na baba yake tu ndo alikutanisha ndugu wetu. Nilimwaza mama mdogo kwa jinsi alivyokuwa anampenda Brian. Sijui atakuwa kwenye hali gani. Dakika chache baadaye simu yangu ikaanza kuita. Nani anapiga? Ethan. Ethan alikuwa ananipigia. Nilipokea. Akauliza kwamba bado upo mjini, nikasema ndio. Ethan akasema sawa, sasa inabidi uende nyumbani kwa mama mdogo kule. Kuna tatizo kidogo. Brian ameumia kichwani. Mama amesema amejigonga kwenye kona ya kitanda. Mimi pia najiandaa niende huko. Kwa hiyo tutakutana huko mke wangu, sawa Hayo mahitaji yaache tu, tutapitia tukitoka kumuona mgonjwa. Ethan alisema hivyo, mwili wangu wote ukaganda. Nikajua tu pengine Ethan hataki kuniambia kuwa Brian amefariki, atanipa mshtuko. Ndio maana ananiambia kwamba kaumia pasipo kujua kwamba mimi najua kila kitu. So baada ya ile simu ya Ethan, mwili wangu ulikuwa ni kama haujielewi kabisa. Nirudi nyumbani kwa kasi, lakini moyo wangu ulikuwa umejaa hofu isiyoelezeka. Sehemu ya ndani yangu ilikuwa na maumivu na sehemu nyingine ilikuwa inaona nitapata nafuu. Ile laptop nilitafuta mahali nikaiharibu na kuitupa. Nilifika nyumbani nikakuta baadhi ya watu, mamdogo nini. Mamdogo alipoona nikiingia tu, alinikimbilia na kunikumbatia kwa nguvu. Nikamwambia mama, naambia kuna nini? Mamdogo akasema nilimlea Brian na nilikulea wewe. Leo nimebaki na maumivu tu. Basi nilimshika kwa nguvu sana. Nikasema mama, kivipi? Brian anaendeleaje? Mamdogo akasema sikupenda ifikie hapa, lakini Brian katuacha mwanangu. Basi wote wawili tulilia. Ni kama maisha yetu yote yameharibika. Ethan naye alifika, alinisogelea na kunishika mkono taratibu, akasema Celine mke wangu, naomba ujikaze ili umpe nguvu mamdogo. Basi alimvuta kwenye kifua chake, alinifariji, niilia mpaka nguvu zikaniisha. Msiba uliendelea. Hakukuwa na kesi yoyote maana mamdogo hakutia shaka, maana alisi Brian kajigonga mwenyewe kwenye kitanda kutokana na kwamba hakuwa sawa kiakili. So tulimsindikiza Brian kwenye nyumba yake ya milele. Mamdogo wangu hakuweza hata kutembea vizuri. Alikuwa anashikwa tu. Tulipofika makaburini, jeneza likashushwa. Udongo uliporomoshwa kaburini. Nilihisi moyo wangu ni kama ukizikwa pia. Nililia kwa mara ya mwisho sasa. Na baada ya mazishi tukarudi nyumbani. Lakini tulipofika nyumbani hatukupata hata muda wa kupumua. Tuliposhuka tu kwenye gari, polisi wawili wakasogea moja kwa moja. Mmoja akauliza kwamba Celine ni nani? Kwa hofu nikajibu ni mimi. Yule polisi akasema upo chini ya ulinzi kwa tuhuma za kuhusika na kifo cha Jamila Clinton. Ethan akasema hey, subiri, unasema nini? Lakini polisi tayari walikuwa wamenishika mikono na kunifunga pingu. Mamdogo wangu akalia kwa nguvu. Mamdogo akasema huyu ni mtoto wangu jamani, mnanichukulia kila kitu sasa. Lakini polisi hawakusikiliza, wakanichukua kunipeleka kwenye gari lao. Ethan akanikimbilia kuniambia kwamba Celine nipo hapo, usiogope sawa. Nilimtazama mamdogo wangu mara ya mwisho akiwa analia. Kisha nikatazama namna Ethan anavyoumia kwa kuona kwamba nipo kwenye mikono ya polisi. Na nikajua tu kuua kwa kuficha ushahidi haukuwa mwisho wangu. Ulikuwa ni mwanzo wa ukweli wangu kufunguka. So nilichukuliwa na maaskari mpaka kituoni. Nikawekwa selo. Usiku mzima nilikesha mle ndani ya selo, sikupata hata usingizi. Nilikuwa nimekaa pembeni kwenye sakafu baridi, huku mikono yangu sasa
ikiwa imekumbatia magoti yangu. Kila nikifumba macho nilikuwa nawaona Jamila na Brian. Sauti zao zilikuwa zinanizunguka kichwani mwangu kama laana tu. Baada ya wiki, asubuhi na mapema tu polisi walikuja kunitoa selo, wakaniambia simama. Mmoja tena alisema kwa sauti nzito. Ninyanyuka taratibu, sasa miguu yangu ikiwa dhaifu. Walinitoa nje wakanifunga pingu tena. Nilipofikishwa nje, nilimwona Ethan akiwa amesimama mbali kidogo. Macho yake yalikuwa mekundu sana kana kwamba hakulala kabisa. Aliponiona alikimbia haraka kunifuata. Akasema kwamba Celine, nami nikaitika mume wangu. Sasa maskari hawakuendelea kumpatia nafasi Ethan ya kuweza kuzungumza na mimi. Walimzuia asinisogelee kabisa na Ethan akaanza kubishana nao. Akasema kwamba naomba hata niongee na mke wangu. Maskari hawakumpa ruhusa. Nilichukuliwa na kuingizwa kwenye gari, nikaambiwa napelekwa mahakamani. Safari nzima kuelekea mahakamani moyo wangu ulikuwa ukidunda kwa nguvu sana. Yaani nilikuwa najaribu kujitia moyo, lakini ndani yangu nilijua mwisho wangu ulikuwa umefika. Tulipofika mahakamani, eneo lote lilikuwa limejaa watu. Wanafunzi wenzangu wa chuoni walikuwepo, majirani walikuwepo. Kila mtu alikuwa ananitazama kama muuaji wa kutisha. Nilipoingizwa ndani ya ukumbi wa mahakama, macho yangu yakatua kwa mama mdogo. Alikuwa amekaa pembeni akiwa amechoka sana. Uso wake ulikuwa umejaa huzuni isiyoelezeka. Moyo wangu ulinuma sana, nitaka nikimbilie nikamkumbatia, lakini pingu zilinifanya nijione kama mnyama. Dakika chache baadaye kesi ikaanza. Bwana hakimu aliingia ukumbini, wote tukatulia kimya humo ndani ya ukumbi. Mwendesha mashtaka akasimama akasema kwamba mheshimiwa hakimu, mshtakiwa Celine anashtakiwa kwa kosa la kumuua kwa makusudi marehemu Jamila Clinton. Basi ukumbi mzima ukaanza kunong'ona. Nilishusha macho yangu chini sasa, machozi yakinitoka kimya kimya. Mwendesha mashtaka akaendelea kusema kwamba kwa muda mrefu tulikosa ushahidi wa moja kwa moja, lakini sasa tumepata ushahidi, yani tumepata shahidi muhimu sana ambaye alikuwepo siku ya tukio. Mwili wangu wote ukasisimka, nikajiuliza shahidi nani huyo? Basi ghafla nilimwona mdogo wake Jamila anaitwa Deborah akiingia ndani ya mahakama. Nilihisi moyo wangu ukisimama. Uso wake ulionekana kuchoka na macho yake yalikuwa yamejaa maumivu. Alikuwa akitetemeka huku sasa akiongozwa na polisi mpaka mbele ya mahakama. Hakimu akamuuliza kwa upole tu kwamba unaweza kuelezea kile ulichokiona? Deborah aliniangalia sana, halafu akaanza kuongea kwa kelele akasema kwamba siku ile dada yangu aliniambia niende naye. Alisema kwamba alikuwa anakwenda kuonana na Celine. Alisema anamdai Celine pesa. Dada alisema alikuwa anataka ushahidi. Akanipa simu yake kubwa. Yaani nijifiche nichukue video. Deborah alielezea hivyo. Sasa akaulizwa swali ya kwamba kwa nini dada yake alikuwa anataka kunirekodi na alitaka ushahidi wa nini. Deborah akajibu kwamba mimi sikujua kwa nini, ila nilikuwa nimejificha karibu na walipokuwa wanafanya mazungumzo, lakini nikaanza kuchezea game kwenye simu. Asa ghafla nikasikia dada anapiga kelele. Niligeuka kuangalia, nilimwona dada yangu yupo chini na Celine alikuwa anampiga kwa kipande cha mti. Msikilizaji, ukumbi mzima ukalipuka kwa mshangao. Machozi yakaanza kunitoka kwa nguvu. Nilikuwa natamani ardhi ifunguke nimeze. Deborah aliendelea kwa kusema kwamba mimi niliogopa sana, nilikimbia mpaka nyumbani. Nilikuwa nimechanganyikiwa, sikuweza hata kueleza vizuri kilichotokea. Lakini sasa akili yangu imetulia na najua aliyemuua dada yangu ni Celine. Nijikuta nikianza kupiga kelele nikisema hapana, sikutaka kumuua, haikuwa hivyo. Lakini hakuna aliyekuwa ananisikiliza tena. Nikapewa nafasi na mimi nielezee kwa nini nilifikia hatua kumuua Jamila. Na ama labda tulikuwa tuna mgogoro wote, na kama ni mgogoro ni mgogoro gani? Sasa mimi niliamua kufunguka yote. Kuanzia issue ya baba mdogo mpaka kufikia hapo nilipomuua Jamila na Brian. Ukumbi mzima ulilipoka kwa vilio na minong'ono aise. Kama ni adhabu, mimi nipo tayari kutumikia adhabu yote kwa makosa yangu. Lakini namuomba sana mama yangu mdogo anisamehe kuwapoteza watu waliowapenda sana. Baba mdogo, Brian na hata mimi. Nisamehe mama yangu, najua tumekuacha mwenyewe. Nisamehe, sikufanya kwa mapenzi yangu, yalinibidi kufanya hivyo. Mume wangu Ethan, namuomba mume wangu Ethan umtunze na kumjali. Mama yangu hana mtu mwingine wako karibu yake. Msikilizaji, kwa hali iliyokuwa nayo nilishindwa hata kuongea vizuri, kifua kilikuwa kinabana. Sentensi zingine zikawa zitoki vizuri.
Watu walizidi kulia kwa kauli zangu, japo zingine zilikuwa zinatoka nusu, lakini walielewa. Mdogo alikuwa analia kupita kiasi. Ethan alikuwa anajitahidi sana kumbembeleza. Kesi iliahirishwa, nikarudishwa Seru kusubiri siku ya hukumu. Basi baada ya siku kadhaa nilirudishwa tena mahakamani. Hakimu alinyamaza kwa muda mrefu sana. Kisha akasema ya kwamba mahakama imejiridhisha kuwa kuna ushahidi wa kutosha unaomhusisha mshtakiwa na mauaji ya Jamila Clinton, Dickson Kibasa pamoja na Brian Dickson. Kwa hiyo mahakama inamtia hatiani Celine. Anahukumiwa kifungo cha maisha jela. Nilihisi dunia yote inanifunika msikilizaji. Machozi yalikuwa yananitoka. Polisi walinishika mikono na kuanza kunitoa nje ya mahakama. Watu wengine walikuwa wananitukana, wengine walikuwa wanatikisa vichwa vyao kwa huzuni. Nilipokuwa naingizwa kwenye gari la polisi, nilimwona mdogo wake Jamila akiwa amemkumbatia mama yake huku wote wakilia. Na hapo ndipo niligundua kitu kimoja. Nilikuwa nimejaribu kuficha ukweli kwa kuua, lakini damu ya watu niliowaumiza ndio iliyokuja kunifichua. Siku 2 baada ya kuhukumiwa kifungo cha maisha gerezani alianza taratibu. Nilikuwa nimekaa kwenye kona ya selo kimya tu, huku sasa macho yangu akiwa yamevimba kwa kulia. Wanawake wengine waliokuwa mle walikuwa akiniongelesha mara kwa mara, lakini mimi sikuwa na nguvu hata kujibu. Usiku ulikuwa ni mrefu sana. Kila nikilala nilikuwa naota Jamila na Brian wakiniita. Mara nyingine nilishtuka usingizini nikilia peke yangu. Asubuhi moja tulikuwa tunalima, ghafla kichwa changu kikaanza kuniuma sana. Nilihisi tumbo langu kama linaniuma pia, na macho yakaanza kuona giza. Sasa mmoja wa askari akasema kwa ukali kwamba nini tena huyu bwana? Lakini kabla hata sijajibu, mwili wangu ukalegea, nikadondoka, nikazimia pale pale. Nilipozinduka nijikuta kwenye chumba kidogo cha hospitali ya gereza. Muuguzi mmoja alikuwa pembeni yangu. Kwa upole tu akauliza kwamba umerudiwa na fahamu. Sasa nilimwangalia taratibu nikasema kwamba nipo wapi? Akasema upo hospitali ya gereza. Kisha daktari na askari mmoja hivi wakaingia, daktari akiwa na faili mkononi. Daktari alinitazama kwa sekunde kadhaa na kusema kwamba Celine, kuna jambo unatakiwa kujua. Una ujauzito wa karibia miezi 2. Nilihisi ni kama dunia imesimama hivi. Nilishangaa nikasema mimba? Machozi yakaanza kunitoka. Mikono yangu ikashika tumbo langu taratibu huku nikitetemeka. Kichwani mwangu kilikuja kitu kimoja tu. Mtoto ni wa Ethan. Nilianza kulia kwa uchungu mkubwa sana. Mtoto wangu angezaliwa gerezani, bila uhuru, bila maisha mazuri. Huku nikilia nikasema kwamba naomba nimuone mume wangu. Daktari na askari walitazamana. Halafu askari akasema kwamba tutaangalia taratibu za kufanya hivyo. Basi niligeukia ukutani nikalia zaidi. Kwa mara ya kwanza tangu nifungwe, nilihisi kama nilihisi ndani yangu kuna kitu kinachonifanya niogope kuliko hata kifungo changu. Mtoto wangu alikuwa anakuwa tumboni mwa muuaji. Habari za ujauzito wangu zilianza kusambaa haraka ndani ya gereza. Baadhi ya wafungwa walikuwa wananionea huruma, lakini wengine walikuwa wakinicheka kwa kejeli. Mmoja alisema kwa kicheka akisema kwamba eti muuaji ana mimba. Nijifanya sisikii, lakini moyo wangu uliumia sana. Siku iliyofuata askari mmoja alinifuata mchana. Akasema, Celine, kuna mgeni amekuja kuona. Basi moyo wangu nilipoka ghafla. Nilijua tu ni Ethan. Niliongozwa mpaka chumba cha wageni. Nilipofika pale nilimuona Ethan alikuwa amekaa kimya akiwa amechoka sana. Tulitazamana kwa maumivu makubwa sana. Kulikuwa na ukimya mzito kati yetu. Nilimwambia Ethan ya kwamba Ethan ana mimba. Alibaki na mshangao mkubwa, akauliza kwamba mimba? Nikatikisa kichwa kubali huku nikilia na kisha nikasema ni mtoto wako. Kwa sekunde kadhaa Ethan alibaki kimya kabisa. Halafu machozi yakaanza kumtoka taratibu. Alisogea karibu na kioo kilichotutenganisha huku akisema ya kwamba Mungu wangu, Celine. Nililia zaidi nikasema samahani Ethan, nimeharibu maisha yetu yote. Basi nilimwangalia kwa maumivu makubwa sana. Nikamwambia Ethan ya kwamba utamkubali kweli mtoto wangu baada ya yote niliyofanya? Ethan akasema kukupenda wewe hakuwezi kubadilika. Hivyo pia siwezi kumchukia mtoto wangu.
Kauli ile ilinifanya nilie zaidi kuliko kawaida. Kwa mara nyingine nikagundua Ethan alinipenda kwa moyo wa kweli. Muda wa kuonana ulipoisha, askari walikuja kuniondoa. Nilianza kutembea kurudi selo, lakini kabla sijaondoka Ethan akaniita kwa sauti ya maumivu. Nikageuka kumtazama. Ethan akasema kwamba nitamsimamia mtoto wetu na nitakuja kukuona kila nitakapoweza. Nilishindwa hata kujibu. Nililia tu huku sasa nikiondolewa pale. Ndani yangu hatia ilizidi kunichoma zaidi. Nilikuwa nimempoteza Ethan na kila kitu. Miezi ilianza kusogea taratibu gerezani. Tumbo langu lilikuwa linaanza kuonekana wazi sasa. Kila nilipolishika, machozi yalikuwa yananitoka tu. Siku moja nikawa nimetembelewa na mama mdogo. Aliniangalia kwa macho yaliyojaa maumivu makubwa sana. Mama mdogo alianza kulia taratibu, akasema, "Kwa nini mwanangu? Kwa nini mliniacha peke yangu, eh?" Nikasema, "Samahani mama, nimekosea sana." Mama mdogo akafuta machozi yake, alafu macho yake yakatoa tumboni kwangu. Mama mdogo alikaa kimya kwa muda mrefu sana. Kisha akasema kwa sauti ya maumivu, akasema kwamba Mungu ameninyang'anya watoto wangu wote, lakini bado amenipa mtoto mwingine. Nitakusaidia kulea huyu mtoto. Mimi nilia sana mpaka nikashindwa kupumua vizuri. Nikasema sijui hata kama nastahili kuwa mama. Mama mdogo akasema kosa lako haliwezi kufutika saleni, lakini huyo mtoto asije kubeba laana ya maisha yako. Kauli ile aisee ilinichoma moyo. Askari walikuja kusema muda umeisha. Mama mdogo alisimama taratibu. Kabla hajaondoka akaniambia kwamba nitakuja tena kukuona kwa sababu bado wewe ni mwanangu. Niliporudi gerezani siku hiyo, msikilizaji, nilia mpaka nikachoka kabisa. Nikashika tumbo langu taratibu huku nikisema kwa sauti ya chini ya kwamba mtoto wangu, sitaki uje kuwa shetani kama mama yako. Basi miezi iliendelea kusogea taratibu ndani ya gereza. Maisha yangu yalikuwa yamebadilika kabisa. Nilikuwa nimezoea sauti za kufunguliwa na kufungwa kwa milango ya gereza, makelele ya wafungwa na ukimya wa maumivu uliokuwa ndani ya moyo wangu. Lakini kadri tumbo langu lilivyokuwa linazidi kukua, ndivyo moyo wangu ulivyokuwa unazidi kuumia. Kila usiku nilikuwa na zungumza na mtoto wangu tumboni ukunikelea. Siku moja sasa nilimuuliza Ethan kama bado ananipenda. Ethan akasema ya kwamba siwezi kufuta leo tokea saleni, lakini moyo wangu bado haujaweza kukuacha. Basi mama mdogo naye, kwa sababu alikuwa amekuja wote, alishika mkono taratibu akasema kwamba usijiumize sana mwanangu. Wewe fikiria tu kuhusu mtoto wako. So miezi ilivyozidi kwenda nilianza kupata matatizo ya kiafya kutokana na msongo wa mawazo. Usiku mmoja wa maumivu makali ya tumbo alianza ghafla. Nilipiga kelele kwa uchungu mpaka askari wakakimbia kuja selo. Nilichukuliwa mbio mbio mpaka hospitali ya gereza. Mwili wangu wote ulikuwa ukitetemeka kwa maumivu makali sana. Masaa alipita kwenye maumivu makubwa. Nilihisi kama anakufa. Nikafanikiwa kujifungua. Muuguzi aliniletea mtoto wangu karibu kidogo. Alikuwa mvulana mzuri sana, mwenye macho yanayofanana na Ethan. Nilimshika huku nikilia kwa uchungu na furaha kwa wakati mmoja. Na siku iliyofuata Ethan, wakwe zangu pamoja na mama mdogo walikuja. Ethan alipopewa mtoto, macho yake yalijaa machozi. Machozi ya furaha, lakini furaha ile ilikuwa na maumivu makubwa ndani yake. Nilijua wazi mtoto wangu asingeruhusiwa kukua gerezani maisha yake yote. Nilimwambia Ethan ya kwamba naomba uniahidi utampenda, utamlea na hutomwambia mama yake alikuwa shetani. Ethan akasema na kuahidi mtoto wetu hawezi kukosa upendo. Basi nililia mpaka nikashindwa kuongea. Baada ya wiki chache Ethan alikuja rasmi kumchukua mtoto. Nilimbeba mwanangu kwa mara ya mwisho kabla hajaondoka. Nilimbusu kwenye paji la uso huku sasa machozi yakinilowesha mashavu. Nikasema, samahani mwanangu, mama anakupenda sana. Basi Ethan alipomchukua mtoto nilihisi moyo wangu unakatika vipande vipande. Mama mdogo naye alikuwa analia pembeni. Lakini kabla hawajaondoka Ethan aliniambia kwamba tutakuwa tunakuja kukuona pamoja, na akianza kuelewa basi tutamleta mwenyewe aje akuone. Basi nitabasamu kwa uchungu mkubwa sana. Ilikuwa ni faraja ndogo kwenye maisha yangu yaliyokuwa gizani. Mwaka mmoja ulipita taratibu ndani ya gereza. Sikumuona mwanangu, walikuwa wanakuja wao tu. Siku zilikuwa nzito, lakini mtoto wangu alinipa sababu ya kuendelea kuishi. Kila baada ya muda Ethan na mama mdogo walikuwa wanakuja kuniangalia.
Ethan alimlea vizuri sana mtoto wetu. Aliniahidi yupo salama na mama mdogo naye alimpenda kama sehemu ya moyo wake uliobaki. Siku moja asubuhi nilikuwa nimekaa gerezani nikisali tu kimya kimya. Ghafla askari mmoja akaja kufungua mlango. Akasema ya kwamba mkuu wa gereza anataka kukuona. Moyo wangu ukaanza kudunda kwa nguvu. Nilidhani labda kuna tatizo limetokea kwa mwanangu. Niliongozwa mpaka ofisini. Nilipoingia nikakuta mkuu wa gereza alikuwa amekaa na faili mkononi. Alinitazama kwa sekundi kadhaa, alafu akasema kwamba una bahati sana. Sikuelewa, nikauliza samahani. Akasema kwamba jina lako limeingia kwenye msamaha wa wafungwa. Nilibaki nimemkodolea macho bila kuamini. Akasema kwamba ndio, kesho utaruhusiwa kutoka gerezani na kuwa huru. Basi machozi yalianza kunitoka ghafla. Nilikuwa natetemeka mwili mzima. Niliuliza kwamba lakini kwa makosa yangu mbona haiwezekani? Akasema kwamba Mungu ndiye anajua zaidi. Basi mimi nilihisi miguu yangu ikosa nguvu. Polepole nikapiga magoti pale chini, nikaanza kulia kwa uchungu mkubwa sana. Nikasema Mungu wangu, asante kwa kunipa nafasi nyingine. Basi nilia kwa muda mrefu sana tu, mpaka wakanionea huruma, wakanibembeleza. Kesho yake asubuhi nilipewa nguo zangu na vitu vyangu. Nilipotoka nje ya gereza, jua la uraiani lilinigusa usoni kwa mara ya kwanza baada ya muda mrefu. Nilisimama nikitazama anga. Nilihisi kama nimezaliwa upya. Ilibidi niende nyumbani lakini nilikuwa sina hata pesa nauli. Nilianza kutembea barabarani taratibu, kusasa nikilia kimya kimya. Baada ya muda nikasimamisha gari moja hivi. Nikasema samahani, naomba lift tafadhali. Dereva alinitazama kwa sekunde kadhaa, alafu akasema panda dada. Njia nzima moyo wangu ulikuwa kidunda kwa nguvu sana. Nilikuwa nawaza kuhusu Ethan, mama mdogo na mwanangu. Ile lift ilinisogeza na kunipunguzia safari. Nilishukuru, nikaendelea na safari. Nilipofika karibu na nyumbani, miguu yangu ilianza kutetemeka. Nilisimama mbele ya geti kwa muda mrefu sana, alafu polepole nikagonga hodi. Dakika chache baadaye mlango ukafunguliwa. Aliyefungua ni Ethan. Aliponiona alinitazama kwa mshangao mkubwa. Aliniita nami nikamuitikia. Ghafla Ethan akanivuta na kunikumbatia kwa nguvu sana. Akasema, "Wow, umerudi nyumbani. Nini kimekutokea?" Ilibidi nimuelezee. Basi akaniingiza ndani. Uzuri mama mdogo naye alikuwa anaishi nao kwa kipindi hicho. Mama mdogo alipotokea na kuniona akaanza kulia kwa nguvu sana. Alinikumbatia huku sasa wote tukaanza kulia, na ghafla mtoto mdogo akatokea mbio kutoka chumbani. Nigeuka haraka, macho yangu akatua kwake. Alikuwa ni mkubwa kidogo sasa. Nikapiga magoti chini huku nikilia, nikaita mwanangu. Akaja mbio akanikumbatia kwa nguvu sana. Sijui hata kwa nini alinifurahia vile, na wakati anijui. Ethan alienda kunihogesha na kunivalisha nguo mpya. Wakwe zangu walifurahi kuona nimerudi. Usiku ule tulikaa pamoja kama familia iliyokuwa imepotea kwa muda mrefu. Na hapo ndipo niligundua kitu kimoja. Wakati mwingine Mungu anaweza kukupa nafasi nyingine ya kuishi hata baada ya kupoteza kila kitu. Nilimshukuru Mungu kwa mitihani na kunipa nguvu ya kuivuka. Na huo ama mpaka hapa ndio naweza nikasema ni mwisho wa simulizi yangu, msikilizaji. Msikilizaji, mimi nilikusimulia niseme tu nakushukuru sana kwa kuwa pamoja nami kuanzia sehemu ya kwanza mpaka tumefika hapa mwisho. Yaleo mazuri unaweza kubeba, yaleo mabaya tuendelee tu kuyasikia, sawa? Mimi nakushukuru sana, lakini na kuombea kwa Mwenyezi Mungu na tukutanishe kwenye simulizi zingine mpya hapa Lumba Simulizi. Niwaambie tu kwamba simulizi zipo za kutosha na zote zipo kwa ajili yenu. Mtayarishaji ni Kitifefe, niliyekusimulia Lucas Lumbas. God be with you till we meet again. Bye bye.